Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mr. Munge, ni mkurugenzi wa program au taasisi inaitwa Global Children's Network kwa nchi ya Tanzania, na maono yetu makubwa kama Global Children's Network ni kuona makanisa yakihusika katika mpango wa kuwafanya watoto na vijana kuwa wanafunzi wa Yesu. Lakini kuwafanya hivi watoto na vijana kuwa wanafunzi wa Yesu, ili tunatimiza agizo kuu sawasawa na kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19, anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo tumejikita zaidi katika kuona tunawafikia watoto na vijana kupitia makanisa, mashule na taasisi mbalimbali. Lakini umisheni wetu mkubwa tunamlenga mchungaji, mzazi na mwalimu, kwamba mchungaji akifikiwa akaelewa umuhimu wa huduma ya watoto na vijana akakuwa mstari wa mbele, lakini mtu wa pili, mzazi, naye akaelewa akawajibika nyumbani kwa ajili ya maadili ya watoto ya kiroho na maadili ya kawaida, na walimu kwa ajili ya kuwa na uwezo wa kuwajengea watoto au kuwasaidia watoto wanapokutana kanisani. Kwa hiyo hawa watu watatu, mzazi, mwalimu na mtoto, ni watu muhimu kwetu sana, maanake tumetengeneza mfumo wa kuwafanya watoto wafundishwe kanisani lakini watufundishwe nyumbani. Na pia nje ya kuwa na semina mbalimbali katika kuwahudumia watoto vijana kupitia kanisa na taasisi mbalimbali, tunakuwa na makongamano kama hivi leo tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2025 tumekuwa na kongamano bora sana. Kama unavyoona huko nyuma, watoto ni wengi, wanakula, watoto wanafurahi. Kwa hiyo tumekuwa na zaidi ya watoto zaidi ya 600 tumekuwa nao mahali hapa. Lakini tulikuwa na mambo mbalimbali katika mkusanyiko wetu. Katika siku ya leo tumekuwa na kipindi cha michezo, vipindi vizuri vya michezo vinavyojenga stadi za maisha kwa watoto, lakini kupitia michezo wanajifunza neno la Mungu na maadili mbalimbali, kwa sababu tunajua michezo ni kitu muhimu sana. Hata serikali yetu inahamasisha na viongozi mbalimbali, na sisi GCN tumekuwa tunatumia michezo kwa ajili ya kuwapata watoto kuliko kuzulula mitaani. Tunakusanya pamoja, tunacheza na wanafurahi na wanajifunza neno la Mungu. Lakini tulikuwa na vipindi vya kuonyesha vipaji mbalimbali. Watoto wetu wameonyesha vipaji vizuri sana vya kuhubiri, vipaji vya kuimba, vipaji vya kuandishi wa habari, kwa sababu tunaamini kitu kimoja, watoto Mungu ambao wametupa wana vipaji vingi. Lakini kazi tulionao kubwa sisi kama GCN kushirikiana na kanisa na mataasisi mbalimbali, jinsi gani tutavikuza hivi vipaji. Kwa tumekuwa na muda mzuri sana na watoto wetu, na wito wetu ni kwamba kwa makanisa, kwa taasisi na wadau mbalimbali wa watoto, ni kuona kwamba tunafanya kazi pamoja na GCN, kwa sababu tuna vitu vizuri sana kwa kanisa, kwa taasisi na watu mbalimbali. Mafunzo, tuna vitabu, lakini tuna mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia viongozi, kwa maana ya walimu, wachungaji na wazazi, jinsi gani ya kuwafundisha watoto. Leo tumeona watoto wengi na vijana wengi wanaharibikiwa, wanaingia kwenye bangi, kwenye ushoga na vitu mbalimbali. Kwa sababu ya nini? Sababu sio watoto, ni kwamba wazazi au kanisa au taasisi au wadau mbalimbali tumeacha watoto wetu. Kwa tunapoacha watoto wetu, wanaanza kujifunza maadili mengine mabaya sana. Lakini kupitia chombo hichi na semina ambazo tunazoziendesha kwa makanisa au taasisi zitazoshirikiana na sisi, watajifunza hizi mbinu kwa ufanisi na kuona tunawasaidia watoto wetu ili wamjue Yesu, wampende na kumtumikia. Kwa jina naitwa Egdi Peter Kwembe. Mimi ni katibu wa Global Children Network, ambalo ni chombo au taasisi ya kiroho inayohakikisha kwamba inashirikiana na makanisa ili kuwafanya watoto kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, leo hii tuko na tukio kubwa kwa ajili ya kongamano la watoto katika kanda ya Ngaramtoni. Global Children Network kuna kanda mbalimbali, lakini leo tuko kwenye kanda ya Ngaramtoni, na hapo unapotuona tuko na zaidi ya makanisa 22 kutoka madhehebu mbalimbali. Watoto wamekusanyika hapa, na ni watoto ambao wanapata mafundisho ya kiroho kupitia kwenye makanisa yao, kupitia kwa walimu wa Sunday schools, ambao hao walimu kwa namna moja au nyingine, na sisi pia Global Children Network huwa tunawawezesha kuhakikisha kwamba, kwa sababu tuna mitaala maalum kwa ajili ya masomo ya watoto yanayohusiana na masuala ya kiroho au Biblia. Global Children Network tuna miaka kadhaa isiyopungua miaka 5,
na bahati nzuri kama unavyojua tulishazungumza kwamba tuna usajili kabisa. Kwa hiyo tumekuwa tukiwafikia makanisa mengi, kwa maana ya kwamba kila tunapofanya matamasha, na kwa mfano kama hili tamasha sasa hivi kama tuko ndani ya miaka 3, 4, 5 hiyo tumefikia, tunafanya matamasha kila mwaka. Huwa tunahakikisha kwamba tunafanya sio chini ya matamasha 2 au 3 kwa kila kanda kwa watoto. Kwa hiyo kama hili tamasha hapa ndio mwaka huu ni tamasha la kwanza, lakini pia tutafanya matamasha mengine kwenye kanda mbalimbali. Kwa hiyo kwenye kufikia makanisa, kwa hiyo tunafikia makanisa mengi, lakini pia ambayo tunajumuisha madhehebu mbalimbali. Kama nilivyokuambia kwamba Global Children Network ni ya Tanzania nzima. Kwa hiyo mipango na mikakati yetu ni kuona kwamba tunashirikiana na wadau mbalimbali. Kwa mfano kama nilivyokuambia, wadau wetu wakubwa sisi ni makanisa ambao tunawashukuru sana. Kwanza lazima nitumie nafasi hii kuwashukuru sana, kuanzia maaskofu, wachungaji wa madhehebu mbalimbali ambao kwa kweli ndio kama unaona hili tamasha lenyewe hapa tumelifanyia kwenye hili kanisa hapa la FPCT Christian Fellowship Center. Kwa hiyo huu ni uwezeshaji na ushiriki wao, na hawa watoto unaowaona wote hapa ni watoto ambao tumewapata kupitia kwenye makanisa mbalimbali kama nilivyosema awali. Mipango yetu ni kuona kwamba tunaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunawafanya watoto kweli wanakuwa wanafunzi wa Yesu, na tunapomzungumzia Yesu sisi ni mfano bora katika maisha ya kimwili na maisha ya kiroho. Kwa hiyo na watoto wakikamilika katika pande zote hizo mbili, basi tutakuwa na taifa ambalo ni imara, lenye kumcha Mungu, lakini pia lenye kuzingatia haki.